Ari amewasili. Ni furaha katika nyuso za Uislamu, ni furaha kwa mgeni wetu baada ya kuwasili katika nchi ya Burundi. Ni bashasha iliyokuwa kubwa. Anapokelewa na Uislamu akiwa na furaha, huku akiyatamka baadhi ya maneno ya Kirundi, ikionyesha kwamba alikuwa tayari amejiandaa kutembelea katika nchi ya Burundi. Alhamdulillah, thanau lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kwa hakika nimefurahia, bali wamenitia haya kuona kina mama wametoka majumbani zao wamekuja mpaka huku kutupokea pamoja na waume zao, na naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika mizani hasanat. Hii ni mimbab ya wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Anayemwamini Mwenyezi Mungu na anayetarajia malipo siku ya kiyama na kuamini siku ya kiyama, basi amkirimu mgeni wao. Na mgeni anapopokewa, kuna watu kabla hawajakufungulia nyumba zao wamekufungulia nyoyo zao. Kwa hakika kina mama na wale wote waliohudhuria ni ishara kwamba wamenikaribisha kwa moyo kabla hata hawajanikaribisha katika majumba zao. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajaze khairi na ajalie katika yale khairi wanayofanya na kunuia katika mizani hasanati yao. Nami Allah nijalie ziara hii iliyokuja katika nchi hii ya Burundi isiwe ya mwisho, ni ya kwanza, bali kitakuwa ni mwanzo wa msururu wa ziara. Naomba Allah tutakabalie. Amin, amin. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na kwa fadhila zake ajalie ziara hii ya sasa iwe ni ya khairi na baraka biidhnillah. Sheikh Zubair Bizimana tumejuana miaka 10 iliyopita. Na tumejuana katika nyanja ya da'wa na katika majukwaa ya da'wa. Nakumbuka tulipokutana ilikuwa katika mji wa Dar es Salaam chini ya uongozi wa Arif Nahdi, walipokuwa na Islamic Foundation, walipokuwa na kongamano, na tukapata kujuana na tukapendana, na pia nikamwalika Mombasa. Sijui kama unakumbuka Sheikh. Nakumbuka Sheikh. Nikamkaribisha Mombasa, na naona amefanya hamu kulipiza kisasi, na leo amefanya zaidi ya vile mimi nilivyofanya. Allah mjaze kila la khair. Kabla sijatengeneza uhusiano alioweka ni Mwenyezi Mungu kabla mimi sijaweka. Mwenyezi Mungu katika kitabu chake amebaini innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni mandugu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia katika hadithi akasema, wakunu ibadallahi ikhwana, almuslim akhul muslim, Islamu ni ndugu ya Muislamu, na nyinyi waja wa Allah muweni kama mandugu. Hasa kabla sisi hatujajenga undugu, Allah amejenga undugu huu na mtume wake amethibitisha, na akajenga undugu baina masahaba mpaka wakani muhajirin na ansar. Na hii undugu huu haina mipaka, undugu huu haina rangi, undugu huu haina lugha. Undugu huu umejengeka kwa msingi wa la ilaha illa Allah. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyo kilichonileta hapa ni la ilaha illa Allah. Sikuja hapa biashara wala kutafuta mke, wala nimekuja hapa kwa ajili ya la ilaha illa Allah na kwa ajili ya da'wa. Na kwa ajili ya undugu huu natumai pia wa ndugu zetu waliokuwa Burundi ama mashekhe waliokuwa Burundi pia wahisi kwamba ndugu zetu waliokuwa Kenya pia ni ndugu zao kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala adumishe undugu huu, kwa sababu siku undugu huu ukipotea basi Uislamu umeisha. Lakini naomba Allah tudumishe undugu tuliokuwa nao. Waislamu wa Burundi pamoja na mashehe wameendelea mwendelezo wa kuonyesha upendo na ukarimu pale ambapo wanapowapokea wageni kutokea katika nchi za nje. Leo katika nchi ya Burundi, Sheikh Jamaluddin Othman ameikanyaga ardhi hii, na Waislamu wengi mashehe wameonyesha furaha bashasha baada ya kumpokea na kumuonyesha ukarimu wa hali ya juu. Al-Amnu TV, Amigo TV, tulikuwa hapa katika uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye kukuletea matukio moja kwa moja baada ya Sheikh kuwasili. Na leo hii Alhamisi Sheikh anaanza rasmi darsa zake, ambapo atakuwa na darsa la kina mama katika ukumbi mkubwa unaopatikana barabara ya 7 maarufu kama kwa Jati Habiba.
Al-Amnu TV, Amigo TV kutokea hapa uwanja wa ndege. Mimi ni Salum Hassan na wenzangu Bwana Kudra Shaban Ahmed Banab pamoja na Haruna Salum Simba.